Dada, bado mbali sana eh? Bado safari mbili, sawa na urefu wa tulipotoka. Dada, kama urefu sawa na tulipotoka, tena mara mbili, si ni mbali sana? Hapa tumetumia masaa 3 mpaka tufike mara mbili, tutakuwa tumetumia masaa 6. Kwenye yale 13 yatakuwa yamebaki 7. Dada, tutafaulu kweli? Kila mtihani anaopewa mwanafunzi hupimwa na mwalimu wake ili aone ubora wake. Kwa hiyo ni mwanafunzi? Sijamaanisha hivyo. Nipe huo unga kwenye kipande cha kanga. Dada, lengo la kupuliza unga hivyo ni lipi? Ni ili kuangalia njia na kupima nguvu za wabaya kama hapo eneo hili, kwa sababu huku sisi ni wageni. Lazima ujue njia unayopita, si unapitapita tu. Ninyanyue, tuendelee na safari. Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu hawana njema, ila nina subira, maana siku Baby, mambo. Ulikuwa wapi muda wote JP? Baby, nishakwambia kwamba nilikuwa nafuatilia mambo yangu ya biashara, na kama unavyofahamu kwamba leo siku ya Christmas, ndio wale wateja walikuwepo siku ya leo, na ningewakosa leo sidhani kama ningewapata tena. Nimekuja nyumbani haupo. Nimekaa lisali zima. Unaniambia unakuja, niko karibu, nafika. Yaani nimekaa mpaka nimechoka, nimeamua kuondoka. Nimekuja baa nimekaa hapa masaa 2 muulize mhudumu, haufiki. Maana yake nini? Unajua sasa hivi saa 12. Yaani leo ilikuwa tutoke out mimi na wewe kwa sababu ni Christmas. Lakini kwa muda niliokaa, ili nimechoka. Ina maana hatuwezi kutoka tena. Tukae hapa basi. Ni sawa, sikatai, lakini ulishindwa kunipa taarifa kwamba kuna 1 2 3 madam naenda hivi, ili na mimi nijue kwamba sasa hivi uko wapi na unafanya nini. Yaani kimya tu unapojisikia wewe unaondoka. Mimi sina umuhimu kufahamu masuala yako. Ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola, ana yeye ndo mpaji. Mbona kila nalofanya ubaya, hawapendi kuniona mbele ninasonga. Asante. Wewe ni mwanafunzi? Yeah, nilikuwa mwanafunzi wa chuo, ila nishamaliza. Kwa sasa hivi niko nyumbani. Lakini kwa nini unaniuliza hivyo? Kuna mazingira nimeona ndani kwako. Sawa, uko vizuri. Kwanza ningependa kushukuru sana kwa kunikubali ombi langu la kuja mpaka hapa nyumbani kwangu kushirikia kwa pamoja. Kwa vile mimi ndo mwenyeji, so
ungeniambia tuanze na kipi? Hapa naanza kula kwanza, nikimaliza alafu ndo tunywe. Macho yako mama, unaponiangalia, hata ukizima taa na kuona kwa hisia, nahisi kama nakaa. Alafu kuna swala nimelikumbuka. Hujaniambia kwamba unaishi maeneo gani na kazi gani ambayo unaifanya mtaani? Hapa nikimwambia ukweli nitakosa ukarimu wake. Nile kwanza nishibe ndo nimwambie ukweli. Nani? Mimi? Ya, wewe. Nakaa na dada yangu. Nafanya kazi za ndani tu. Oh, upo kadako. Safi sana. Naona muda gani hapa mtaani? Na siku 2 sijui 3 nahisi. Vipi? Unatumia kinywaji gani hapa? Ananipaga nyama na katunda tikiti, anajibana bana akikata kabichi, anaga mambo mengi ya sungura na fisi yendo chanya, anapenda utumbo na vindizi vibichi, amenipa na nembo ya kuchikichikichi, nimempa na taji anavyochanganya, umenoga mwili mzima, sitaki kuacha jina, nataka niweke heshima, nifunge ndo nawe mimi kwako zuzu zuzu zule, wacha ni kuku kule, na kumanya kwa tabia umejawa na upole. Mimi kwako zuzu zuzu zule, wacha ni kuku kule, na kumanya kwa tabia umejawa na upole. Naomba hicho kipande cha fimbo yangu. Tunakaribia.
na endapo tukifanikiwa kufika pale nitapona na nitarejeshewa nguvu maradufu zaidi ya awali. Ha, dada, sio kwamba unaenda kupona tu, ni kwamba utakuwa unaenda kuongeza uchawi tena. Katika kila hatua ya ukuaji kuna ongezeko. Je, nitaponaje bila kurudi kuwa sawa? Dada, nakusaidia kwa sababu wewe ni dada yangu wa damu, la sivyo ningekuacha ufe. Usiseme hivyo. Mbona mapenzi yanatufanya vibaya? Yule kapenda asipopendwa kutwa nalia hitila. Yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. Hitilafu. Kupendana walipendana wakashibana. Hitilafu. Ugumu wa maisha umefanya wameachana. Hitilafu. Hitilafu. Ili mwenzako asipate ukaenda kwa mganga. Hitilafu. Thamani vya watu taikosa amani. Baby, na vitu vingine unatakiwa unasamehe tu, kwa sababu si unafahamu kwamba nilikwambia ninafuatilia masuala yangu ya biashara. Sasa nitafanyaje? Masaa matatu. Okay. Mami, naomba unisamehe. Sipendi kuona ukiwa na hasira. Yaani ndio unafanya mimi niwe na hasira. Yaani najitahidi nisikukasirishe na kuonyesha upendo wa kila design, lakini wewe unapenda kunipasa kila mara. Yaani kila tukikutana mimi na wewe lazima tugombane. Haipendezi unajua. Sawa, nimekusamehe kwa sababu nakupenda. Na unajua nakupenda ndio maana unanifanyia haya kwa sababu. Hata wewe si nakupenda. Sinafahamu. Nakupenda pia. Sikia.